Habari zenu ndugu zangu wa Kongomani, hii ni Congo News, tunapatikana Marekani hapa Cleveland, Ohio. Na kuja nizungumzie swala la kisiasa linaloendelea nchini kwetu kuhusiana na Constant Mutamba. Kwa wale ambao mliopata nafasi ya kufuatilia masuala ya siasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nafikiri mtakuwa mnamjua huu jamaa ambaye anaitwa Constant Mutamba. Ni mtu ambaye alitrendi miaka miwili iliyopita kwa kuonyesha uzalendo. Kama unakumbuka, kulikuwa kuna taarifa za watu ambao walikuwa wanaenda Kongo kutaka kupindua serikali. Kuna watu walionekana wapo kwenye nguzo na nguo zile za mtu ametoka jela, nguo zile za maabusu zile za njano walikuwa wamewekwa kwenye nguzo, alafu walipewa adhabu kali sana na watu waliteswa. Na mtu ambaye alikuwa nasimamia huo mchakato wa kutoa oda yao watu wateswe, wapigwe, wauawe, alikuwa ni yeye Constant Mutamba. Na wengi wao walionekana wanateseka au wanateswa walikuwa ni Wanyarwanda ambao wanaisumbua nchi yetu. Hivyo huyu jamaa alipata umaarufu na alipendwa na Wakongomani wengi na kuitwa kwamba yeye ni kati ya wafanyasiasa ambao wana umri mkubwa ambao wanaofanya kazi ambayo inaeleweka na Wakongomani, na hivyo ni kati ya watu ambao walipendwa sana na Wakongomani kipindi kile alipokuwa anafanya kazi akiwa ni Prime Minister wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini baada ya hili tukio yeye kuonyesha huo uzalendo, kupendwa na Wakongomani, sijui kama walokuwepo madarakani hawakupenda. Baada ya miezi michache walimfungulia kesi ya yeye kukaa maabusu. Mpaka hivi tunavyoongea na wewe, picha zake zimeonekana kwamba ameenda mahakamani ili kesi yake iendelee iendelee pale mahakama zilizopo kule Kongo, ili kutafuta suluhisho kama anaweza akafunguliwa au wasimfungue. Hayo yatakuwa ni maamuzi ya jaji ambaye anaisimamia hii kesi. Lakini kwa nini nimekuja kuongelea hili swala? Hili swala lina uhusiano mkubwa na kile ambacho walikiomba wachezaji wa timu ya taifa baada ya kuqualify kwenda kombe la dunia ndani ya miaka 52. Hivyo ilikuwa ni siku ya furaha sana kwa Wakongomani, na Rais Tshisekedi aliuliza Wakongomani wale ambao walikuwa wakirepresent timu ya taifa au wachezaji, aliwauliza kwamba mnataka nini kwa kufurahia kile ambacho tumekifanya, ambacho ni historia ya nchi yetu ndani ya miaka 52 timu yetu kwenda kombe la dunia ni kitu kizuri. Akawauliza hawa wachezaji wangetaka yeye afanye nini ili wafurahi. Wachezaji walirudi Kinshasa kufurahia ushindi ambao tulicheza na Jamaica nafikiri. Halafu wakamwambia Tshisekedi kwamba kitu ambacho wanachotaka wapewe wao wachezaji kwa ajili ya taifa letu, kwa ajili ya maendeleo ambayo yanayoendelea nchini. Rais ahakikishe amemwachia Constant Mutamba ambaye ni mwanasiasa anayependwa na anayeumiza Wakongomani wengi kumuona kwamba yupo jela kwa kesi ambayo inayosemekana kwamba ni kesi tu ya kawaida ya kupambikizwa kwa watu wale ambao wanajua information ambazo zinazoendelea kwa Kinshasa, ndivyo wanavyosema. Lakini masuala ya siasa ni masuala ambayo yanachukuliwa serious sana, na hivyo mimi kumuona akienda kujibu mashtaka ambayo amefunguliwa ni kitu ambacho kinatuonyesha kwamba labda inaweza ikamsaidia yeye Mutamba akatoka nje na akaendelea na kazi zake kama kawaida, na tukamsupport kama vile tulivyokuwa tunamsupport. Maana Wakongomani wengi wanaamini kwamba Constant Mutamba kwa kazi anayoifanya, kwa uzalendo alioonyesha kwa muda mfupi kama ulikuwa ni mrefu, kipindi alipokuaga anafanya kazi zake, alifanya kazi zake kwa uadilifu na alipendwa na Wakongomani, na watu wakaenda mbali na kusema kwamba Constant Mutamba hana uwezo wa kuongoza taifa letu la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pale Tshisekedi atakapoondoka madarakani. Ndio mtu pekee ambaye anaonekana kwamba anaweza akafanya kazi nzuri ya kulibadilisha taifa letu, kwa maana uzalendo huo wa kuwapa punishment au kuwapa adhabu Wanyarwanda ambao wanaoisumbua nchi yetu na kufanya oda ambazo watu wengi wao wanaogopa kuhusiana na
masuala kama haya kwa sababu ya mashtaka ya kukiuka haki za binadamu kwenye vyombo vya kimataifa, lakini yeye aliona taifa ni kitu muhimu kwanza, na ndio maana wakongomani wengi walimpenda na wanamuombea yeye atoke nje, awe huru na aendelee kufanya siasa zake kama kawaida. Constant Mutamba ni kati ya wanasiasa ambao hawana umri mkubwa wanaofanya vizuri kwenye nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama umjui, nafikiri unaweza ukatype kwenye mitandao ya kijamii ukaangalia Constant Mutamba ni nani na mambo gani ambayo ashawahi kuyafanya. Video zake zipo, masuala ambayo alikuwa na yapigania yanajulikana, video zake za kuonyesha uzalendo kwa taifa letu zilionekana, hatua ambazo alizokuwa na zipiga na wakongomani wakaona kwamba huyu ni mtu muhimu, na mimi nikaona sio mbaya vile alivyopelekwa mahakamani nije niongee na wakongomani kwamba Constant Mutamba sasa hivi anajibu mashtaka yale ambayo amefunguliwa kutokana na trend ambazo alizozionyesha zilizompa nguvu, zilizompa umaarufu na kumfanya kuwa kati ya wanasiasa ambao walitrend sana miaka miwili iliyopita, na hata hivi ni mwanasiasa ambaye wakongomani wengi wanamtaka kumuona akifanya kazi zake, maana hatakuwa ni msaada mkubwa kwa taifa letu ambalo lina mambo mengi ambayo tunatakiwa tuyasolve, na tunahitaji wafanyasiasa ambao ni wazalendo, wafanyasiasa ambao wanaipenda nchi yetu, wafanyasiasa ambao wanakubali lolote litokee kwa ajili ya kuipigania nchi yetu. Na Constant Mutamba ni kati ya wanasiasa wa aina hiyo, ni kati ya watu wachache ambao wanaweza wakaongoza nchi yetu. Hizo skills za kuongoza nafikiri anazo, na ule upendo na ile support kwa wakongomani nafikiri anayo. Kwa yeyote ambaye ni mkongomani, share hii video na wakongomani wengine wamjue Constant Mutamba ni nani, na wafuatilie video zake kuona uzalendo ambao alouonyesha. Na ndio maana mimi namsupporti kwa kuposti hii video kwa wakongomani wale ambao wanaongea Kiswahili, waende wamtafute, wajitahidi. Lakini kibaya, kama wewe ni msikiaji sana wa Kiswahili, itakuwa ngumu sana kumuelewa, maana yeye anatumia hotuba zake kwenye lugha ya Kifaransa na Lingala. Kama hizi lugha mbili uzijui, itakuwa ni ngumu sana wewe kuelewa kile ambacho anachokiongea. Lakini ni kati ya vijana au ni kati ya wanasiasa wachanga ambao wanaopendwa zaidi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi naitwa Hussein Kubwa na hii ni Congo News hapa Marekani.